The Storybook. Simulizi ya leo inabebwa na moja kati ya maswali magumu zaidi kuwahi kutokea ulimwenguni. Ni wapi yalipo yale mabamba mawili ya mawe yaliyoandikwa amri 10 za Mwenyezi Mungu? You are not worthy to receive these 10 commandments. Kwa akili za kawaida tu, yale mawe ni miongoni mwa vitu vitakatifu zaidi kuwahi kutokea ulimwenguni. There is no freedom without the law. Whose law, Moses? Yours? Did you carve those tablets to become a prince over us? Na tena, kwa tamaduni za wanadamu, yalipaswa kutunzwa kwa heshima kubwa na pia kwa unyenyekevu wa dhati. Who is on the Lord's side? Let him come to me. Lakini ajabu ni kwamba eti hii leo yale mawe yamepotea, na tena hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye anajibu la dhati na la uhakika ya kwamba wapi yalipo yale mawe yaliyoandikwa amri 10 za Mwenyezi Mungu. Those who will not live by the law shall die by the law. Siku si nyingi zilizopita, wanahistoria walitaja orodha ya vitu 16, vitu ambavyo ni siri kubwa zaidi kuwahi kutokea ulimwenguni, ambavyo mpaka kesho majibu yake hayajapatikana. Mojawapo ya siri hizo ni mahali liliko the Ark of the Covenant, sanduku la agano, as a dwelling place for the God Most High and as a resting place for this holy Ark of the Covenant. Sanduku ambalo ndani yake ndimo yalitunzwa yale mawe yaliyoandikwa amri 10 za Mwenyezi Mungu. Yako wapi? Leo simulizi ya The Storybook itachimba kwa kina undani wa siri hii nzito. The Storybook. Kisa cha kuyasaka haya mawe ya thamani ambayo Mungu aliyetia chapa ya amri zake 10. Tutakisimulia sambamba na kisa cha kulitafuta sanduku la agano, sanduku ambalo ndani yake ndimo yalitunzwa hayo mawe miongoni mwa vitu vingine vya thamani. The Ark of the Covenant, sanduku la agano ambalo pia hujulikana kama sanduku la Yehova ama sanduku la ushuhuda. Ni sanduku lililotengenezwa kwa mbao zilizofunikwa kwa dhahabu. Heshima ya sanduku hilo kwa wana wa Israeli ilikuwa ni kubwa sana. Sanduku hilo lilikuwa ni alama ya kale takatifu zaidi katika dini ya Waisraeli, ikiwa ni kitambulisho cha uwepo wa Mungu juu ya ardhi ya dunia. Kama ilivyoandikwa kwenye Biblia Agano la Kale, kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 22, imeandikwa, mimi ninakutana nawe hapo na kutoka juu ya kiti hicho cha rehema katikati ya viumbe hao walioko juu ya sanduku la ushuhuda. Nitazungumza nawe na kukupa amri zote kwa ajili ya Waisraeli. Wakati ule Mfalme Suleiman alipokamilisha ujenzi wa hekalu la Mungu, hekalu maarufu kwa jina la King Solomon Temple, yaani hekalu la Mfalme Suleiman, basi sanduku la agano lilichukuliwa na kupelekwa kuhifadhiwa ndani ya hekalu la Mfalme Suleiman. Sanduku la agano liliwekwa patakatifu zaidi kuliko pengine popote pale katika hekalu la Suleiman. Sanduku la agano lilikuwa ni kitu cha thamani mno. Nikukumbushe, sanduku hilo lilikuwa na ule ushuhuda, yaani zile amri 10 za Mungu zilizoandikwa kwenye mabamba mawili ya mawe, ikiwa ni mojawapo ya amali za thamani zilizotunzwa ndani ya sanduku hilo. Yaani mojawapo ya amali za thamani zilizokuwa zimetunzwa ndani ya sanduku hilo ni vipande vya mawe vilivyokuwa vimeandikwa amri 10 za Mwenyezi Mungu. Musa alitengeneza sanduku hilo kwa amri ya Mungu. Kama inavyosimuliwa kwenye Biblia takatifu,
mlango wa Kutoka sura ya 25. Nikikudokeza kidogo mstari wa 10 mpaka wa 12, Mungu anasema, nao na wafanye sanduku la mti wa mshita. Urefu wake uwe wa dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Nawe ulifunike kwa dhahabu safi, ulifunike ndani na nje. Nawe tia na ukingo wa dhahabu kulizunguka pande zote. Nawe subu vikuku 4 vya dhahabu kwa ajili yake na kuvitia katika miguu yake 4, vikuku 2 upande mmoja na vikuku 2 upande wake wa pili. Ndani ya sanduku la agano, hayo yalikuwa ni maelekezo ya Mungu kwa Musa, namna ya kulitengeneza sanduku la agano, sanduku ambalo ndani yake lilitunza yale mawe ambayo pia aliyatumia kumteremshia amri 10 za Mungu. Ndani ya sanduku la agano zilitunzwa amali nyingi za thamani. Kitu cha kwanza kuingizwa kwenye sanduku la agano yalikuwa ni hayo mabamba mawili yaliyoandikwa zile amri zake 10. Soma vizuri katika Biblia, kitabu cha Kutoka sura ya 40 mstari wa 20, imeandikwa vyema. Na kisha baadaye ndani ya sanduku hilo ukaingizwa mtungi wa dhahabu uliokuwa na mana ndani yake. Kwa wasiojua mana ni nini, kilikuwa ni chakula cha wana wa Israeli wakati ule walipotangatanga katika jangwa la Sinai kwa miaka 40 mfululizo baada ya kutolewa na Musa huko Misri utumwani walipokuwa wakinyanyaswa. Kiimani, chakula cha mana kwa wana wa Israeli kilitazamwa kama ishara pekee ya Mungu kuwashughulikia wana wa Israeli, kuwalinda wasife kwa njaa. Kwa hivyo kilikuwa ni kitu cha utambulisho wa fadhili kubwa na utukufu wa Mungu kwao. Na kisha ndani ya sanduku hilo pakawekwa ile fimbo ya Haruni, fimbo iliyochipuka maua ya rozi juu yake. Basi na kwa nini fimbo hii iwekwe ndani ya sanduku la agano pamoja na yale mawe ya amri 10 za Mungu? Nikusimulie kisa kimoja kifupi. Hata Musa alipowakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani huko Misri, Waisraeli walikuwa wakitangatanga jangwani kwa muda, lakini ajabu, wengine kati yao hawakutaka Musa awe kiongozi wao wala Haruni awe kuhani mkuu. Pamoja na kwamba Musa alipasua bahari kisha akawavusha wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Firauni, bado alikutana na watu vichwa ngumu ambao walimpinga. Mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Kora na wengine 2, Dathani na Abiramu, wakawa viongozi wa kundi la watu takriban 250. Wote hao wakamfuata Musa na kumwambia, "Kwa nini wewe unajiweka juu ya wengine wetu?" Musa akawajibu, "Kesho asubuhi chukueni makoleo ya moto, mweke uvumba ndani yake, ndipo mje kwenye hema ya Mungu. Tutaona ni nani ambaye Mungu atamchagua." Kesho yake Kora na wafuasi wake 250 wakafika kwenye hema ya Mungu. Mungu alikerwa sana na ukaidi wa Kora na watu wake dhidi ya Musa. Mungu akafanya muujiza na akawaangamiza hao wote waliokuwa wakimpinga Musa na Haruni. Akawateketeza kwa moto na ardhi ikafunguka na kuwameza. Kisha Mungu akataka wana wa Israeli wafahamu ya kwamba Haruni na wanawe ndio amewachagua wawe makuhani. Basi Mungu akamwambia Musa, "Mwambie kiongozi wa kila kabila la Israeli alete fimbo yake. Kisha weka kila moja ya fimbo hizo katika hema mbele ya sanduku la agano. Ile fimbo ya mtu niliyemchagua awe kuhani itamea maua." Basi fimbo za viongozi wa makabila ya wana wa Israeli zikakusanywa, na kesho yake asubuhi na mapema walipoamka, fimbo ya Harun ilikuwa imemea maua ya lozi zilizoiva. Kwa hivyo hii fimbo ya Haruni ikawa ni miongoni mwa alama za miujiza ya Mungu kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo sasa, mpaka hapo mtakuwa mmeshanielewa vizuri. Baada ya Mungu kumwagiza Musa atengeneze sanduku la agano, basi ndani yake vikawekwa mabamba mawili yaliyoandikwa amri 10 za Mungu na ule mtungi ulio na mana ndani yake pamoja na hii fimbo ya Haruni. Kwa hivyo lile sanduku la agano ni kitu cha thamani kubwa na likaenda kutunzwa ndani ya hekalu la mfalme Suleiman. Lakini simulizi zinasema wakati hekalu la Suleiman limekamilika na lile sanduku wakati limehamishiwa kwenye hekalu, ndani yake ule mtungi na ile fimbo vilikuwa vimeondolewa.
katika Biblia kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 9 imeandikwa, hapakuwa na kitu ndani ya sanduku la agano ila vile vibao viwili vya mawe ambavyo Musa aliviweka humo kule Horebu, mahali Mwenyezi Mungu alipofanya agano na Waisraeli walipotoka huko Misri. Kwa hivyo sasa sanduku la agano limebakia na vile vibao viwili vya mawe ya amri 10 za Mwenyezi Mungu. Maajabu ni kwamba hivi sasa dunia nzima haijui lilipo sanduku la agano pamoja na yale mawe ya amri 10 za Mungu. Wanahistoria hivi karibuni wametoa orodha ya mambo 16 ambayo yamebaki siri nzito za dunia. Mojawapo ni hii: nani kachukua hili sanduku na yale mawe yake na akalipeleka wapi? Na hivi sasa sanduku hilo liko wapi na hayo mawe yake? The Storybook. Sanduku la agano lilikuwa ndani ya hekalu lililojengwa na Suleiman mpaka pale hekalu hilo lilipokuja kuvunjwa na utawala wa Babylon ukiongozwa na mfalme Nebukadneza miaka 587 kabla ya uwepo wa Kristo. Watu wa Babylon na mfalme wao Nebukadneza walipovamia Yerusalemu wakalivunja hekalu la Suleiman. Sanduku la agano lilikuwa ndani ya hekalu hilo. Baada ya hekalu kuvunjwa, sanduku hilo halikuonekana tena mpaka hii leo. Tangu kipindi hiko mpaka leo, sanduku la agano halijulikani liko wapi. Limepotea pamoja na yale mawe ya amri 10 za Mungu ndani yake. Ingawa kwa ushahidi wa kihistoria haiwezekani kuwa sanduku hilo lilichukuliwa na majeshi ya Wababilon kama vilivyochukuliwa vyombo vingine vya hekalu, kwa sababu katika orodha ya vitu walivyovichukua wanajeshi wa Babylon, sanduku la agano halikutajwa miongoni mwake. Swali la kwanza linaanzia hapo. Je, halikutajwa kwa sababu hawakulichukua au halikutajwa sababu walilichukua lakini ikafanywa siri? Na pia jiulize, sanduku la agano lilikuwa ni kitu cha thamani zaidi ndani ya hekalu la Suleiman. Sasa vipi majeshi ya Babylon yajishughulishe na kuchukua mali zingine zote toka hekalu la Suleiman na kuachana na sanduku hilo? Na kama sanduku la agano na yale mawe ya amri 10 za Mungu yalichukuliwa na mfalme muovu Nebukadneza pamoja na jeshi lake la Wababilon, sasa ni kwa nini ifanywe kuwa siri mpaka hii leo? Ni kipi kinachoogopwa kudhihiri hapo? Kulingana na baadhi ya vyanzo vya habari, inasemekana kuwa wakati Yerusalemu inatawaliwa na mfalme Josia wa wafalme wa mwisho kutawala enzi za hekalu la Suleiman likiwepo, yaani kabla hekalu hilo halijavunjwa. Wakati huo ulifanyika utabiri ya kwamba Yerusalemu itavamiwa na watu wa Babylon. Kwa hivyo inasemekana mfalme Josia akaamua kulificha sanduku la agano. Ila ni wapi alipolificha sanduku hilo ndio imebaki kuwa kitendawili mpaka leo. Inasimuliwa katika mwaka wa 18 wa utawala wa mfalme Josia, aliwaamuru waangalizi wa sanduku la agano walirudishe sanduku hilo hekalu la Yerusalemu, yaani hekalu la Suleiman. Hii inasimuliwa vyema katika Biblia, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 35 mstari wa 1 hadi wa 6, na pia katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 23 mstari wa 21 mpaka 23. Na hiyo ndiyo mara ya mwisho eneo la sanduku linatajwa katika maandiko matakatifu. Miaka 40 baadaye, mfalme Nebukadneza wa Babylon aliiteka nyara Yerusalemu na kuvamia hekalu la Suleiman. Hiyo ilikuwa ni miaka 587 kabla ya uwepo wa Kristo. Halafu chini ya miaka 10 baadaye, tangu Nebukadneza alipoiteka Yerusalemu, akarudi tena na kuchukua vilivyobaki hekaluni, kisha akaliteketeza kabisa hekalu hilo na mji wote. Hivyo swali linakuja, nini kilifanyika kwa sanduku la agano? Je, lilichukuliwa na mfalme muovu Nebukadneza, ama je, liliharibiwa pamoja na hekalu na mji wote? Au sanduku la agano lilichukuliwa na mfalme Yosia na kisha likaenda kufichwa mbali
ambako hapajulikani mpaka hii leo. Na kama lilifichwa na mfalme Yosia, basi ni yeye pekee mfalme Yosia ndiyo alijua alipoficha sanduku la agano na yale mawe ya amri 10 za Mungu, na akafa na siri yake bila kumwambia mtu yoyote yule. Chanzo kingine cha habari kinasema kuwa mfalme Suleiman ama King Solomon, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, alionyeshwa dalili kuwa hekalu litakuja kuvunjwa na majeshi ya Babiloni. Kwa hivyo akaandaa pango karibu na bahari ya Shamu, na inasemekana kuwa ndani ya pango hilo ndipo nabii Yeremia alikwenda kulificha sanduku la agano. Kitabu cha mashirika yasiyo ya kisheria cha Wamabakayo wa pili kinaarifu kuwa kabla ya uvamizi wa Babeli, nabii Yeremia alienda mlima Nebo. Hapo akalikuta pango ambalo ndani yake ndimo akalificha sanduku la agano. Kisa hiki kinasimuliwa vyema kwenye Biblia, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31 aya ya 1 mpaka ya 4. Ila kwa wanaoamini juu ya mkasa huu, hapa hoja yangu kwao ni moja: ikiwa tayari eneo lililofichwa sanduku walau panajulikana ya kwamba ni katika pango, tena karibu na ufukwe wa bahari ya Shamu, ni ngumu mno kwa wanahistoria wa mambo kale kuwa mpaka hivi leo eti hawajafanikiwa kulivumbua sanduku hilo au walau mabaki yake. Na tukiachana na hoja hiyo, pia iko hoja nyingine inayodai nabii Yeremia alilificha sanduku la agano chini ya hekalu, yaani ndani ya lile hekalu la mfalme Suleiman palichimbwa shimo kubwa na nabii Yeremia, kisha ndiyo akalificha humo sanduku la agano pamoja na yale mawe mawili ya amri 10 za Mwenyezi Mungu. Na hapa naomba nikufahamisha jambo. Pamoja na kuwa maandiko ya dini yanataja kuwahi kuwepo kwa hekalu la mfalme Suleiman, lakini mpaka hii leo hakuna yoyote anayejua ni wapi hasa katika mji wa Yerusalemu ndiyo palikuwa na hekalu hilo. Hakuna mtu yoyote mpaka leo aliyeweza kupataja mahala lilipokuwa hekalu hilo na kutoa ushahidi ya kuwa hekalu la mfalme Suleiman lilijengwa hapo. Hii inapelekea mpaka baadhi ya watu kudai kuwa swala la King Solomon Temple au hekalu la mfalme Suleiman lilikuwa ni jambo la kufikirika tu. Lakini kwa heshima ya maandiko matakatifu ya dini mbalimbali, tubaki kusema kuwa ikiwa itagundulika ni wapi lilipokuwa limejengwa hekalu la mfalme Suleiman, basi pachunguzwe vizuri ardhi yake. Yawezekana hapo ndipo lilipolala sanduku la agano pamoja na vile vipande vya mawe vya yale mabamba mawili yaliyoandikwa amri 10 za Mwenyezi Mungu. Iko nadharia ya Shlomo Goren ambaye ni msomi wa Biblia ya Kiyahudi, msomi wa Talmud na mamlaka ya kwanza ya sheria za Kiyahudi. Shlomo Goren na mwenzake aitwaye Yehuda Getz wakizungumza kuhusu mahala lilipo sanduku la agano, wanatoa madai ya kuwa sanduku la agano lilifichwa chini ya mlima hekalu, likiwa limezikwa huko kabla ya Nebukadneza kuweza kuliiba, yaani kabla ya mfalme Nebukadneza kuvamia Yerusalemu na kuliteka hekalu la Suleiman. Kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, mlima hekalu sasa ni nyumbani kwa kuba ya mwamba, yaani sanduku la agano liko pale Makka ilipo Al-Kaaba, eneo takatifu ambalo Waislamu huenda kuhiji. Hawa wasomi wa Biblia ya kale ya Kiebrania wanadai chini ya ardhi ya Makka pale ilipojengwa Al-Kaaba ndiko eneo liliko sanduku la agano na yale mawe yake mawili yaliyoandikwa amri 10 za Mwenyezi Mungu. Na jamii ya Waislamu haiwezi kuruhusu eneo hilo lichimbuliwe kwa sasa tena, kwa kufuata ushawishi wa imani ya Wakristo. Hivyo hatuwezi kujua kama Shlomo Goren na mwenzake Getz wako sahihi. Hata hivyo, Graham Hancock, mwandishi wa habari hasa za uchunguzi wa mambo kale na mwandishi wa vitabu, alichapisha kitabu mwaka 1992 kilichokuwa na kichwa cha habari Ishara na Chapa, uchunguzi kwa sanduku la agano lililopotea. Ndani ya kitabu hiko alidai kuwa sanduku la agano lilihifadhiwa katika kanisa la Sayuni katika Aksum, kule mji wa kale wa Ethiopia. Kwa maana kama mmefuatilia vizuri, wako watu ambao wanaamini kule
Ethiopia ndiko eneo halisi ambalo lilikuwa likitajwa kama nchi ya ahadi. Na hii ndio maana hata watu wa imani ya Rastafari wanapatukuza kule Ethiopia na kupatazama kama ardhi takatifu. Hata Bob Marley wakati anakufa, moja kati ya usia wake aliyouacha ilikuwa ni kwamba atakapokufa mwili wake uende ukazikwe kule Ethiopia. Na ndio maana kuna wakati lilizuka vuguvugu la kutaka kuufukua mwili wake na kuupeleka ukazikwe Ethiopia. The Storybook. Lilipo sanduku la agano kimebaki kuwa kitendawili kisicho na jibu kwa mwanadamu yoyote, isipokuwa Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayefahamu kwa hakika ni wapi lilipo sanduku la agano. Lakini mimi nitakupa hoja mbili zitakazotuongoza kuyakaribia majibu. La kwanza kabisa, kama Shlomo Goren, yule msomi wa Biblia ya Kiebrania, anayesema kwamba sanduku la agano liko pale Makka iliko Al-Kaaba, chini yake ndiko liliko sanduku la agano, basi wote na tukae kwa matumaini ya kumsubiri Yesu atakaporudi atudhihirishie ukweli, kwa maana hata kwa Waislamu wanamsubiri Yesu, japo wanamtambua kama mtume wa Mwenyezi Mungu Isa ibn Maryam. Yesu atatengua vitendawili vingi sana. Kwa Waislamu wanafahamu ya kwamba atakaporudi atasema ni ipi dini ya kweli ya Mwenyezi Mungu, lakini pia hili nalo kwa hakika atalidhihirisha na kuliweka bayana. Na kizuri ni kwamba kama Yesu atathibitisha uwepo wa sanduku la agano pale katika Al-Kaaba, uzuri wake ataweza kulifanya litoke chini ya ardhi na kuja juu. Kwa hakika kabisa miujiza ni jambo la kawaida kwake. Kwa hivyo hatutahitaji magreda na makatapila kuingia katika Al-Kaaba takatifu. Leo nimekuongezea sababu nyingine ya kuendelea kumsubiri Yesu kwa hamu. Hata hivyo, pia kwa wasomi wa Biblia na wasomi wazuri wa dini ya Kikristo wanafahamu simulizi inayodai ya kwamba sanduku la agano lilipazwa kutoka duniani na kupelekwa mbinguni. Kipindi kile Mfalme Suleiman alipokamilisha kulijenga hekalu, kwa mwaka mzima ndani yake hakuingia mwanadamu hata mmoja kufanya ibada. Kipindi hiko chote inaaminika maserafi na makerubi, hawa ni malaika wanaoaminika kuwa na ukaribu zaidi na Mwenyezi Mungu, ndio walikuwa wakienda katika hekalu la Suleiman na kisha kufanya ibada za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na kwa wakati huo wote inaaminika ya kwamba Suleiman alifahamu kwa kina kabisa kwamba kwa wakati huo hawa malaika walihusika kwenye kuhamisha yale mawe, kuyatoa duniani na kisha kuyahamisha na sanduku zima la agano kuyapeleka mbinguni. Kwa hivyo yawezekana tunachokitafuta hakiko hapa. Hata hivyo, kama hili nalo ni la kweli, basi jibu la uhakika kabisa atarudi nalo mwana wa Adamu, Yesu atakaporudi. Tuendelee kumwomba Mungu atujalie uhai mrefu kushuhudia uwepo wake. Jina langu Jamal Mustafa Jamal April Professor. The Storybook.